Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso amewataka Watanzania kuendelea kutunza mazingira pamoja na vyanzo vya maji ili kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na nishati ya umeme ambayo ni mihimili muhimu katika kukuza uchumi wa wananchi. Akizungumza jijini Dodoma alipotembelea mabanda ya maonesho kuelekea maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani yatakayofanyika kitaifa Juni 5 mwaka huu, Waziri Aweso amesema mabadiliko ya sera ya mazingira yaliyofanywa na serikali yanalenga kuenenda na matakwa ya kimataifa. Ameeleza kuwa mabadiliko hayo yamefungua fursa kwa serikali kushirikiana na wadau mbalimbali katika kulinda mazingira ili kuhakikisha Tanzania inakuwa salama na yenye ustawi wa kijamii na kiuchumi. Mheshimiwa Aweso amewahimiza wananchi kuendelea kutunza vyanzo vya maji, akisisitiza kuwa ni msingi wa upatikanaji wa chakula na utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya taifa. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Hii ni ADT Media na mimi ni Irene Nziku. Tarehe 5 ya mwezi huu wa 6 ni kilele cha Siku ya Mazingira Duniani. Kwa kweli nataka niseme nimejipanga vizuri. Naona taswira na watu ambao wako serious kuhakikisha kwamba jambo linakwenda vizuri. Sisi kama Wizara ya Maji tuna ujumbe miwili ambao tunataka tuseme. Jambo la kwanza kwamba uwepo wa Wizara ya Maji ni uwepo wa rasilimali za maji. Pasipokuwepo na rasilimali za maji maana yake wizara haipo. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi kwamba rasilimali za maji toshelevu ni usalama wa taifa. Unapokuwa na maji toshelevu maana yake una uhakika wa chakula. Unapokuwa na maji toshelevu una uhakika wa nishati. Unapokuwa na maji toshelevu una uhakika na mipango yote ya Tanzania, hasa hususan katika mambo ya kimaendeleo. Lakini haya yote yanategemeana na uwepo wa mazingira. Kwa hiyo Wizara ya Maji, sisi kama wizara tutakuwa kihelehele na kushirikiana na wadau wote wanaohusiana na mazingira katika kuyalinda na kuyatunza na kuhakikisha kwamba tunakuwa na Tanzania iliyo bora na Tanzania iliyo salama. Na hivi sasa tumefanya mabadiliko ya sera ili endane na mazingira ya sasa ili tuweze kushirikiana na wadau wengine wote katika swala zima la ulindaji na utunzaji wa mazingira. Jambo la pili ambalo nataka kulizungumza kwamba tumekuwa tukiyazungumza mazingira kwa muda mrefu sana. Lakini Watanzania lazima ifike wakati tuone yale athari tunazozipata yawe mafunzo. Kwa sababu athari za mabadiliko ya tabia nchi, athari zinazohusiana na uharibifu wa mazingira kwa taifa letu yapo wazi. Kwa mfano kwa eneo letu sisi la maji. Hivi karibuni katika miaka 2 iliyopita tuliona pale mto Ruvu ulikauka kabisa. Lakini yale ni athari ya mazingira. Tunasema mabadiliko ya tabia nchi, lakini ukweli ni mabadiliko ya tabia za binadamu. Watu kukata miti ovyo, watu kulima katika vyanzo vya maji. Kwa hiyo athari zake ziko wazi. Kwa mfano, ukienda Pangani, athari ziko wazi. Leo tunaona kabisa bahari imekula mji wa Pangani kwa sababu bahari ikiongezeka kina inasogea katika mji. Kwa hiyo haya ambayo tunayaona athari zake kutokana na mazingira kwamba sasa yawe mafunzo, na nashukuru ofisi ya mazingira kwamba inakwenda vizuri chini ya makamu wa rais kuhakikisha kwamba kunakuwa na mikakati thabiti katika swala zima la kulinda na kuyatunza, na hata mheshimiwa rais na amekuwa champion katika usimamizi na kuweka hii agenda katika swala zima la mazingira. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ambayo tunataka kusema mazingira yetu na mazingira yetu, maisha yetu kwa maana ya uhai wetu. Kwa hiyo tujipange hasa katika kujenga Tanzania ile tuitakayo katika manufaa katika masuala mengine yote yanayohusiana na mazingira.